Tifu Mwenzi, tunakushukuru kwa muda kama na huu ambao umekwenda kutupatia tena. Tumekwenda kuwa mbele zako wakati wote, muda wote, na basi leo tumepata kuwa na muda tena wa kuweza kutengeneza video hii kwa ajili ya utukufu kwako. Mungu Baba, uweze kuwa pamoja nasi kama jinsi ulivyosema ya kwamba tukiwa hapa na wewe utakwenda kutuonekania. Basi onekana mahali hapa tunapokwenda kutengeneza video hii, hacha lete utukufu kwako, na watakaye kwenda kusikiliza iweze kuwa ni tiba kwao. Ni kwa jina lako Yesu tunaomba hiyo, amen. Amen. All right. How are you, sir? Doing good. Doing good. Is it too cold? Sure. Okay. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nina matumaini ya kwamba wote ni wazima, na licha ya mazingira kuwa ni makali, baridi kuwa nyingi, lakini mambo ni mazuri zaidi sana. Leo mwalimu, tutakuwa na mada ambayo ni nzito kidogo. Ni nzito kidogo, itatubidi tufanye video hata 2-3 kwa sababu kulingana na mada hii na ninavyokuelewa kufafanulia itakuwa ni muda, na kwa hiyo itakamata muda mwingi sana. Inaweza ikarekodiwa hata mara 3 mara 4 hata mwaka. Kabla hatujaenda kwa mada, sijui kama una la kusema la kuweza kuambia watu, sijui kama una la kusema. La kuzungumza tu ni kukaribisha mpendwa katika Bwana ambaye tunakuwa pamoja kwenye vipindi vyetu vya kujifunza na kuyatafakari maneno ya Mungu. Yes, karibu tena. Tumekuwa na muda kidogo tujaweka vipindi vyetu hivi mtandaoni, lakini kulingana na mambo kuwa mengi, hiyo ndiyo sababu, lakini tutajitahidi kuwa tunaweka mara kwa mara vipindi vyetu hivi vya kujifunza na kutafakari maneno ya Mungu. Kwa hiyo tunakukaribisha kuwa pamoja nasi na kuweza kuchangia na wengine. Lugha ya kigeni ndo wanasema kushare. Watumia na wengine ili waweze kujifunza yale ambayo tunakwenda kujifunza mahali hapa. Asante mwalimu. Asante sana kwa kuweza kusema hilo, ni jambo la muhimu sana. Leo tunataka tuweze kuangalia na tunahitaji msaada mada inayosema ya kwamba kwa nini damu ya Yesu iwe ni ya muhimu sana kuondoa dhambi ya mwanadamu. Tukiangalia hapo awali, Mungu aliwaagiza makuhani, mtu akitenda dhambi wanakamata mnyama, wanamchinja, afu ile damu inafunika dhambi ya mwanadamu. Walikuwa wanafanya namna hiyo. Sasa tukija kwa Agano la Jipya, tunaona kwamba damu ya Yesu ndio inafanya kazi mpaka hata leo kwa kuweza kuondoa dhambi ya wanadamu. Na tunataka tujue kwa nini damu ya Yesu ndio iwe tiba peke yake ya kuweza kumpatanisha Mungu, mwanadamu na Mungu. Kwa nini hiyo hivyo? Yes, asante sana. Nafikiri kwamba wewe uliyeandaa mada hii ambayo ni sawa na swali, lakini ni mada, kwa sababu wakati ninazungumza hata na wewe unayo nafasi ya kuzungumza. Ndio maana ninasema ni mada. Ndio. Mwenyewe kwanza umeona ukubwa, urefu, upana katika kueleza au katika kuendelea kuizungumzia, lakini tu kwanza niseme hapo kwamba ni jambo dogo tu sana ambalo linaomba tu dakika 2-3, lakini kama ukitaka wewe liwe kubwa, ndefu, utalileta wewe kuwa ndefu. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ninaweza nikatoa maelezo, lakini
usipokuwa na maswali kwenye yale maelezo yatakuwa yanaisha hivyo. Okay. Lakini ukiwa na maswali na mimi ninapata tena muda ufahamu mwingine ambao unakuja ndani ya swali, kwa sababu kuna kitu ambacho watu wengi hawajaelewa, na ndio maana kila tukiweka video mtandaoni huwa ninaambia watu yule ambaye ana swali aandike hata kwenye comment. Unajua kwa nini? Kwa sababu ndani ya swali na mimi najifunza. Maana mtu akiuliza swali sijibii mimi kama mimi. Kwa hiyo kuna mahali natakiwa kukaa na Mungu na mimi kulitafakari lile swali. Unaona? Yes, ndio maana unaona kuna mwalimu anaweza akakwambia, hii ni siri ya walimu nawaambia. Kuna mwalimu anaweza akakwambia okay, naona kulingana na muda hilo swali lako tutajibu wiki ijayo. Lakini unakuta kabisa hata muda ulikuwepo wa kujibu, ila amegundua kwamba hili siwezi nikajibu haraka haraka. Ninahitaji muda wa kutulia. Unaona? Sasa hata kuambia kwamba hilo ninaomba muda. Akikwambia hivyo anakuharibu. Yes, kwa hiyo na sisi tunajifunza kupitia maswali. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana maswali yawepo. Asante. Tunaenda sasa moja kwa moja kwa swali ambalo umeuliza kama mjadala au mada siku ya leo. Ambayo inazungumzia kwa habari ya kwa nini mpaka damu ya Yesu Kristo iweze kufanya kazi ili mwanadamu aweze kupata upatanisho na Mungu. Ndio. Jambo pekee la kuzingatia kwanza ni kwamba ni kwenda kwenye mwanzo wa vitu vyote. Okay. Kwenye kitabu cha Mwanzo, kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ya pili, sura yake ya pili, sura ya pili ya Mwanzo, tusome kuanzia mstari ule wa 5. Kuanzia mstari ule wa 5, maandiko yanasema hivi: hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachepuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajanyeshea mvua nchi, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ndio. Tuko sawa? Ndio. Hii ni sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo. Ukiangalia sura yote ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo, unaona uumbaji wa Mungu alivyoanza kuumba vitu tofauti tofauti. Lakini ukifika hii sura ya pili mstari wa kwanza, maandiko yanasema Mungu alimaliza kazi yake yote ya uumbaji. Okay. Sawa? Ndio. Kwenye mstari wa kwanza hapa ukiangalia, basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Kwa maana kwamba hapo tayari Mungu ameumba kila kitu. Ndio. Ikafika ile siku yake aliyopumzika ya 7, akamaliza kazi yake. Na hapo kwenye kupumzika watu wengi wanafikiri alipumzika akalala. Neno hili ni neno lililotokana na tafsiri kuanzia uandishi wa awali wa uandishi wa Biblia kuja kwenye lugha zingine. Ndio maana kuna baadhi ya maneno yanakosa maana halisi yaliyofanyika, lakini ilikuwa ina maana Mungu akaacha kabisa, yani akawa amemaliza. Kwa mfano nilikuwa mimi ni fundi wa simu, sawa? Nilikuwa natengeneza hii simu, nikakamilisha. Baada ya kukamilisha kutengeneza hii simu na iweka hapo, ina maana kwamba sina kazi nyingine kwenye hii simu. Unaona? Kwa hiyo ndio ilikuwa maana. Ina maana kwamba kwenye ile kazi ya uumbaji Mungu alikamilisha, alikuwa hana kingine tena anapaswa kukifanya. Okay. Unaona? Yes. Kwa hiyo akamaliza ile kazi. Sasa hizi lugha za tafsiri ndo zinasema alipumzika, kwa sababu Mungu hapumziki, maana anayepumzika ni anayechoka. Okay. Sasa hapa inadhihirisha wazi Mungu alikamilisha kazi, lakini kwenye mstari wa 5 tunaona Biblia inasema kwamba Mungu aliacha kunyesha mvua kwa ardhi ili isilete mazao. Okay. Kwa sababu hakuna mtu ambaye hatatunza yale mazao. Okay. Unaona? Sasa unakuja kuona kwamba hapa tayari kuna confusion kali sana. Kuna mtu ambaye kwenye sura ya kwanza aliumbwa. Unaona?
Lakini hapa Biblia inasema tena kuna mtu ambaye hayupo. Sasa huyo mtu wa sura ya kwanza yuko wapi? Kwa unakuta kwamba hapa kuna mtu na kuna mtu. Okay. Unaona? Sasa huyu mtu ambaye haliumbwa sura ya kwanza, Mungu alisema kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Huyo ndiye mtu ambaye ana mfano wa Mungu, ana sura ya Mungu. Okay. Aliyeumbwa kwenye sura ya kwanza. Okay. Lakini huyu aliyeumbwa kwenye sura ya pili hana mfano wa Mungu, hana sura ya Mungu. Wow. Sasa hao watu wawili utofauti wao uko wapi? Katika sura ya kwanza Mungu aliumba mtu aliyekamilika katika ulimwengu wa roho. Okay. Okay. Kwa maana kwamba mtu akawa halisi lakini asiye na mwili kama huu tulio nao. Tuko sawa? Sasa ndo hapa sasa tunasoma hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachepuka, maana Mungu hajainyeshea mvua. Sawa, kwa sababu hapakuwa na mtu. Mstari wa 6, ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Okay. Sawa. Kwenye sura ya kwanza tumeona kuliumbwa mtu ambaye hakuhusishwa na mavumbi ya ardhi. Mtu kwa mfano na kwa sura ya Mungu, mtu aliyebeba sura ya Mungu na aliyebeba mfano wa Mungu. Sawa. Lakini hapa kuna mtu aliyebeba sura ya mavumbi na mfano wa mavumbi. Sura ya mavumbi na mfano wa mavumbi. Okay. Sawa. Ndiyo. Sasa pointi B ya mstari huu tunausoma inasema hivi: akapulizia pumzi puani, pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Sawa. Okay. Sasa huyu mtu aliumbwa katika ulimwengu wa roho, akawa mtu aliyekamilika. Huyu mtu akaumbwa katika ulimwengu wa mwili, akawa mtu aliyekamilika. Tuko sawa? Ndiyo. Sasa ili hivi vitu viwili viambatane, ili viambatane hivi viwili, Mungu alitumia nini? Tamko. Alitamka. Alitumia nini? Tamko. Neno. Okay. Unaona? Ndicho hicho ambacho tunasoma, alipuliza pumzi ya uhai. Okay. Sawa? Okay. Sasa hii pumzi ya uhai aliyoipuliza Mungu, au kwa lugha nyingine tunasema tamko au neno. Sawa? Kwa sababu watu wengi hapa huwa wana confuse. Wanasema kwamba hii pumzi ya uhai Mungu alikuwa anampa mwanadamu Roho Mtakatifu, au alikuwa anampa roho. Unaona, watu baadhi nasikia wanasema hivyo. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu kila chenye uhai kimepokea uhai kwa neno, kwa tamko la Mungu. Okay. Sawa. Sasa unaposoma Mungu akapuliza pumzi ya uhai, haina maana kwamba alikuja kwenye pua pale pale akafanya hapana. Mungu sio wa level hiyo. Ni ile tu kutamka na uhai ukaingia kupitia nini? Pua. Yaani vile Mungu alitamka na mwanadamu ikaingia moja kwa moja. Unaona? Wow. Sasa hapa kumekuwa nini? Kumekuwa mtu na mtu. Okay. Katika ualimu tunajaribu kutofautisha sasa hao watu wawili. Okay. Hao watu wawili tunawatofautishaje? Kwamba kuna mtu na kuna mwanadamu. Okay.
tunajaribu kutofautisha hivyo, lakini haina maana kwamba ndio utofauti halisi, kwa sababu sura ya kwanza inasema mtu. Sura ya pili inasema mtu. Yaani kutafuta kuelewesha watu kwa level ya binadamu. Yes. Sasa kwenye kutofautisha hivyo, tukisema kuna mtu na kuna mwanadamu, tunatofautisha sasa kutaka kumaanisha kwamba mtu ndio ule uhalisia wenyewe wa mtu katika ulimwengu wa roho. Na mwanadamu ndo huu mwili sasa ambao umefunika ile roho. Sawa? Yes. Sasa mtu aliye ndani na mtu aliye nje kumekuwa na nini? Na muunganiko. Sawa? Lakini kwa nini? Kwa tamko la Mungu. Tamko la Mungu ndio limetia wote wawe pamoja. Yes. Wow. Kwa sasa huyu akawa hai. Mstari wa 8 unasema Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Sawa? Ndio. Ina maana kwamba hapa sasa ameshapatikana mtu anayeweza sasa kutunza bustani. Huko nyuma Mungu alikuwa hataki kuotesha kwa sababu hakuna wa kutunza. Sasa huyu mtu wa kutunza bustani, sawa, amembeba mtu ambaye ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Tunaelewana vizuri? Ndio. Sasa huyu mtu ameunganikana, amekuwa ni mtu mmoja ambaye yuko ndani wawili. Mtu mmoja ambaye ndani yake kuna wawili. Kwa nini? Kwa sababu wewe katika roho unabeba vya wewe katika mwili. Na wewe katika mwili unabeba vya wewe katika roho. Sijui tunaelewana vizuri? Ili Mungu alete vitu physically kwenye maisha yako, anavianzisha kwanza wapi? Kwenye roho. Kisha kwenye roho inavivuta sasa kwenye uhalisia wa mwili. Tuko sawa? Na vitu vya mwili pia vinatakiwa viende kwanza kwenye mwili, kisha vifanyeje? Viguse kwenye uhalisia wa roho. Maana unaona kuna matendo unayopaswa kutenda, unatenda kwa mwili, vinahusisha ulimwengu wa roho. Inaweza kuna utakacho kitenda kwa mwili lakini kinaua uwepo wako wa roho. Unaona? Sasa hapa kukawa na uhusiano wa mtu katika roho na mtu katika mwili. Sasa huyu mtu katika mwili ana damu kama vile mafuta. Sawa? Ana damu kama vile mafuta ya, tutumie mfano wa nini? Wa gari. Gari linaweza likawa nzima kabisa, lina kila kitu, lakini likikosa mafuta haliendi. Kwa ni mfano wa damu sasa ndani ya mwili wa mtu. Sehemu ya kumfanya mtu mzunguko wote wa mwili uwe sawa. Tunaelewana vizuri? Ndio. Sasa hii damu ndiyo mtu mwenyewe. Wow. Ndio maana mtu atasema kwamba yule ni ndugu yangu kabisa wa damu. Yaani huyo ni damu, yaani ndo wewe sasa wa mwili. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipomfanya Adamu na Hawa, sawa, ndio ambao pekee aliwafanya kiuhalisia bila kutokana na yeyote, ila yeye ndiye akawafanya wawepo, si ndio? Lakini kama alichokifanya kawaida yake ni kwamba kila alichokifanya Mungu alikifanya na mbegu ndani ya hicho. Sawa? Kila alichokifanya Mungu alikiweka na mbegu ndani ya hicho. Yaani kila kiumbe hai, miti, mimea, wanyama, ni chochote kile
aliweka na mbegu ndani yake, ili kile kiliopo kikianza kutoka, ile mbegu yake inadhalisha kingine, hata kuja kuumbaumba kila siku. Yani inaendelea. Yes. Okay. Sasa wewe mtu, wakati Mungu alikufanya hivyo, pia akaweka na mbegu ndani yako, na hiyo mbegu ni damu. Wow. Damu ya mtu ndiyo mbegu ya mtu. Damu ya mtu ndiyo mbegu ya mtu. Hebu tueleze zaidi hapo. Damu ya mtu ndiyo mbegu ya mtu. Ndio mbegu ya mtu. Haje ndio mbegu ya mtu, inakuwaje kuwa mbegu? Damu ya mtu ndiyo inayodhalisha. Okay. Damu ya mtu au damu inafanya mzunguko kwenye mishipa yote ya mwili. Okay. Na inahakikisha kila kiungo kinafanya kazi inavyopaswa kufanya ndani ya mwili wa kila mwanadamu. Okay. Tuko sawa? Kwa hiyo yai la mwanamke la uzazi na mbegu za mwanaume za uzazi, vyote vinategemea damu ili vifanye mzunguko wake wa kazi. Ndiyo maana unaona wanawake wanakuwa na muda wao wa mzunguko wa damu. Na sisi wanaume tunao hivyo hivyo. Tofauti tu ni ile kuvaa mama nani. Sisi tunaelewana vizuri. Na sisi tunayo. Yes. Sisi tuna mzunguko wetu wa damu katika mfumo wa uzazi. Na damu kwenye mwili wa mtu una mzunguko wa kila kiungo. Yaani damu ndiyo inahusisha utendaji kazi na ukamilifu. Okay. Hivi hujawahi kulitafakari hili? Kwa nini mwanamke asiyeenda kwenye siku zake anakuwa hakuna matumaini ya yeye kubeba mimba? Na akipoteza tu kuona siku zake, yani hata kabla hajaenda kwa daktari ashajua ana mimba. Wow. Mfumo wa damu ndiye mtu katika mwili, yani damu ndiye inakamilisha mtu katika mwili. Lichakuwa ndiyo kila kiungo kina kazi yake nini na nini na nini, lakini ule mfumo wote wa mwili damu ndiye inakamilisha. Okay. Hapo unaweza ukapata sasa viungo tofauti tofauti, akili na kazi yake, nini, moyo na kazi yake, lakini kila kiungo kinategemea damu. Kwa hiyo damu ndiye mtu katika mwili. Wow. Sawa? Ndio. Si swali letu ni kwa nini damu ya Yesu? Ndio swali. Kwa hiyo hatuwezi kwenda moja kwa moja kuzungumza habari ya damu ya Yesu. Hatujaelewa kwanza umuhimu wa damu kwetu kwanza wenyewe kama wanadamu. Kwa hapo tumeshapata kwamba mtu katika roho yupo ndani ya mtu katika mwili na wanafanya kazi pamoja. Mtu katika roho akiharibu anaasiri mtu katika mwili, na mtu katika mwili akiharibu anaasiri mtu katika roho. Sawa? Ndio. Sasa mtu katika mwili ili aendelee kuwa na uhusiano na Mungu alipewa maagizo anavyopaswa kuenenda. Okay. Hivi unajua kama maagizo ya kimungu kwetu hayahusiani na sisi katika roho? Sasa kama hayahusiana sisi katika roho na inabidi ule mtu wa kwanza uliosema, mtu wa ndani, inabidi sisi tuishi katika mapenzi ya Mungu. Yes. Ili tukamilike vizuri katika roho. Kwa sababu mtu katika roho amekamilika. Ila mtu katika mwili ndiye ana madhaifu. Kwa hiyo chochote ambacho Mungu anaagiza kwa mwanadamu ni kwa sababu ya kumlinda mtu katika roho. Yaani mtu katika roho ndo analindwa. Yes.
kwa sababu roho yoyote inayokuja kuzaliwa huku duniani imekusudiwa cha kufanya. Okay. Sawa? Sasa ili ifike duniani inatakiwa hitunze ule uhusiano, kwa sababu si imetoka kwa Mungu. Ndio. Ni roho iliyotoka kwa Mungu. Kwa hiyo ni takatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Sawa? Na inakuja kuzaliwa kwa kutimiza kusudi la mtakatifu. Okay. Sasa haitakiwi ichafuliwe, kwa sababu ikichafuliwa itapoteza lile kusudi la nani? La mtakatifu. Okay. Ndio maana unaona kuna watu wengi duniani hapa ambao walikuwa wamekusudiwa kuwa watu wakubwa sana, kufanya vitu vikubwa sana vya kusaidia jamii, vya kusaidia mpaka taifa, vya kusaidia familia, vya kusaidia ukoo wake, lakini kwa sababu alijichafua, lile kusudi linadhima. Na nilikuwa naongea na watu kwamba hili ndicho kile ambacho wanaita nyota. Unaona? Yes, kusudi ambalo Mungu amemkusudia mtu ndicho ambacho wanaita nyota. Na hiyo wanaitoa wapi? Wanaitoa kwenye kitabu cha Mathayo. Unaona? Wanaitoa kwa sababu wale mamajusi walikuja wakasema kwamba tumeiona nyota ya mtoto Yesu. Ndilo andiko pekee linalozungumzia habari ya nyota. Okay. Na ukizingatia wale mamajusi hawakuwa watumishi wa Mungu. Walikuwa ni watu wapunga upepo wenye uwezo wa kusoma alama za nyota. Okay. Kwa wanapokuja na lugha tumeiona nyota yake, wanatumia lugha kulingana wao. Kwa hiyo mimi ninapoona mhubiri anahubiri habari za nyota, sijui nyota yako imeibiwa, sijui tutarejesha nyota, sijui nini, moja kwa moja mimi ninakuwa na mashaka naye, kwa sababu ninajua kwamba mtumishi wa Mungu hajui habari za nyota, bali anajua habari za kusudi la kimungu juu ya mtu yule. Okay. Na kama mtumishi huyo hakijua habari ya kusudi la kimungu, kusudi haliwezi kuibiwa, ila linaweza kucheleweshwa au kukuzubaisha wewe usilitambue. Lakini linakuwa ndani yako. Sasa hiyo inaambata, yani tuseme ili hilo kusudi liweze kuzima au liweze kuchelewa, ni namna jinsi unavyoishi. Yes, Ibilisi anajaribu sasa kuleta aina fulani ya maisha uyapende, uyafurahie, ambayo Mungu hayapendi. Tayari umefarakana na Mungu. Ina maana kwamba hapo umechelewesha kusudi. Ndio maana unakuja ukuta kuna mtu aliokokaga, amekuwa mtu mzima sana, anafanya vitu lakini alitakiwa avifanye akiwa na miaka 20. Wow. Unaona, sasa atakapofanya kwa umri huo hatafanya kwa viwango ambavyo Mungu alikuwa amekusudia. Kwa kuna wanaocheleweshwa, lakini kuna ambao wanasaulishwa kabisa na mpaka maisha yake ya kuwepo hapa hakuna kutendea kazi lile kusudi. Yaani unamaanisha kila mwanadamu yeyote anaishi duniani kuna kusudi la Mungu ndani yake. Yes. Kila aliyezaliwa ana kusudi la Mungu ndani yake. Sasa najua kuna mengi ya kuzungumza, lakini unajua lazima mtu atambue. Kuna wengine labda hawatambui. Sasa thank you kwa sawa.